Sasa tumekuja kuigundua siri nzito iliyoko kati ya Kipombogo pamoja na Mzee Mavumba. Je, ni siri gani hiyo? Ungana na mimi mwanzo hadi mwisho wa video hii uweze kujua nini ambacho kinaendelea. Karibu katika uchambuzi wa movie yetu pendwa inakwenda kwa jina la Lamination. Kama ni mara yako ya kwanza unatazama video yetu, nisaidie kubonyeza neno lililoandikwa subscribe hapo chini ya video. Tukumetisha sana, utakuwa mwanafamilia wa Simulizi Plus. Nitoa angalizo kwa wewe ambaye unatazama hii video. Video hii ni maalum kwa ajili ya review tu. Ukitaka kuangalia original movie, hakikisha unatembelea hapa YouTube kwenye channel ya Pasali, kwenye channel ya Saili Maili. Hii ni review, ni uchambuzi wa Lamination. Basi kama ilivyokuwa kawaida kwa ambao tumetazama episode ya 9 ya Lamination, basi tunaelewa kile kinachoendelea kati ya Saili pamoja na Mzee Mavumba. Bwana, tumekuja kugundua siri nzito ambayo inasababisha ama inampelekea Kipombogo kutaka kumsaka Mzee Mavumba kwa lengo la kumteka. Sasa hichi ni kitu ambacho naweza nikasema kwamba kimekuwa na mshtuko mkubwa sana kwa watu baada ya kugundua kwamba kumbe kwa upande wa Mzee Mavumba ndo naweza nikasema kwamba ndo mkosefu, yani ndo aliingilia maisha ya Kipombogo mpaka anamweka kwenye hiyo hali ambayo sasa hivi imekuwa ni tishio kwa watu. Lakini yote kwa yote imekuja kubainika kwamba kwa upande wa Kipombogo alikuja kuharibiwa na Mzee Mavumba. Yani Mzee Mavumba ndo alikuja kumfanyia, yani alitumia mwili wa Kipombogo kipindi anaumwa kama kufanya majaribio ya kisayansi ambayo yamempelekea Kipombogo sasa hivi kuwa katika hali ambayo ikifikia wakati anakuwa kama monster. Yani akiwa kama monster, yani inamaanisha kwamba ana uwezo wa kumdhuru binadamu, ana uwezo wa kudhuru binadamu akiwa na ile hali. Kumbe ndo maana kwenye ilikuwa episode ya 8 tulimwona Kipombogo ilifikia hatua kama ana mabadiliko fulani hivi, ni kama mbwa mwitu fulani hivi, unaelewa, yale mawolf yale yakitaka kubadilika, hatua ambazo yanapitia. Basi ndio ile hatua ambayo tuliona Kipombogo anaipitia wakati ule. Kumbe chanzo na sababu ya haya yote ni Mzee Mavumba. Kumbe naweza nikasema kwamba kwa upande wa Kipombogo hana shida, ila kitu ambacho anakitaka kwa Mzee Mavumba, anataka antibiotic, yani anataka tiba. Kwa maana Mzee Mavumba ndo aliweza kuchanganya makemiko na anaelewa kwamba alichanganya makemiko fulani, makemiko gani na gani. Kwa hiyo hata antibiotic atakuwa nayo ambayo itaweza kumponya Kipombogo. Unajua kila ugonjwa ambao unatengenezwa ama kila shida ambayo inatengenezwa, hususan ugonjwa, waga kuna antibiotic yake, yani kuna tiba yake. Kwa hiyo usishangae sana kwa hicho kitu kwamba ugonjwa wa kutengeneza wowote ule una tiba yake, yani unatengenezwa na suluhisho lake linapatikana. Yani unakuta kwa ambao wameutengeneza, unakuta wanafahamu kabisa suluhisho lake kwamba ni kitu gani na gani, ama ni kitu gani ambacho kinafanyika ili kuweza kuponyesha huo ugonjwa ambao unakuta umetengenezwa na mtu fulani. Basi hichi ni kitu ambacho tunaona kwa Kipombogo. Anasema kwamba shida yake pamoja na Mzee Mavumba, hii anahitaji antibiotic, yani anahitaji tiba. Kwa maana amesema kabisa ukweli kwamba Mzee Mavumba hata kama anataka kuja kwa uchawi kwangu ni sawa, tena kwa uchawi ndo nimejipanga barabara. Haya ni maneno ambayo Kipombogo alikuwa akiongea.
Lakini yote kwa yote anasema kwamba lakini shida yangu sio uchawi, kwa maana ili tatizo ni la kisayansi na yeye ndio anayo dawa. Kwa hiyo siwezi nikafanya chochote hadi yeye mwenyewe aweze kunitibu. Yaani kitu ambacho kinamlinda mzee Mavumba ni kwamba hilo tatizo ambalo Kipombogo iko nalo ni majaribio ya kisayansi. Kwa hiyo hata kama yeye ana mauchawi yake hayo, hawezi akafanya chochote. Yani hawezi akamforce mzee Mavumba, ama hawezi akamloga mzee Mavumba amtibie. Yeye inabidi awe mpoli, atumie njia ambazo zitakuwa ni sahihi kuweza kumshawishi mzee Mavumba amsaidie. Sijajua bifu lao lilianzia wapi mpaka kufikia huko, lakini inaonekana kwamba ni bifu ambalo tayari lisha take time sana, lilishakuwa bifu komavu, yani kiasi kwamba hakuna usalama kati ya mzee Mavumba pamoja na Kipombogo, kwa maana tunaona mpaka inafikia hatua za kutekana. Yani ni kwamba yani wanatumia nguvu, yani Kipombogo anatumia nguvu, kwa maana kwa hiari mzee Mavumba hawezi, yani ameshindwa, hawezi akamtibia. Kwa hiyo kwa upande wa Kipombogo anaona kama akitumia nguvu, basi ndio inaweza ikawa sababu nzuri ya yeye kuweza kutibiwa ugonjwa ambao alisababishiwa na mzee Mavumba. Na yote ilipelekea kwa ajili ya majaribio ya kisayansi ambayo mzee Mavumba alikuwa akiyafanya. Lakini yote kwa yote Kipombogo anasema kwamba anaambiwa na bodyguard wake ama mlinzi wake kwamba kwa nini kila siku umekuwa mtu ambaye unasumbuka, unahangaika juu ya wewe mzee Mavumba? Kwani kuna nini ambacho wewe una hela, una uwezo wa kununua dawa ambayo itaweza kukuponyesha wewe? Kwa nini uhangaike au uendelee kuhangaika na huyo mzee Mavumba? Basi Kipombogo anasema kwamba huu ni ugonjwa wa kisayansi, kwa hiyo hata tiba yake inahitajika ya kisayansi zaidi. Kwa hiyo inanibidi mimi niweze kuwa mpole kwa mzee Mavumba. Lakini kwa upande wa mzee Mavumba, na yeye tunaona ana lake moyoni, yani sio bure. Mzee Mavumba bado hajakubali, yani mzee Mavumba sio mjinga, bado hajakubali. Yani naona kuna vigingi ambavyo naona vimewekwa au vinapelekea ili swala kuwa ni gumu kweli. Lakini tukiachana na hiyo ya Kipombogo pamoja na mzee Mavumba, tunakuja scene ya Derrick. Sasa kama unakumbuka episodi ya 8 ilivyoisha, pale mwishoni tulimuona baba ambaye anasemekana kwamba ni baba yake na Derrick, ni baba yake mzazi, baba yake na Derrick. Akiwa kwenye gari alikuwa akiongea maneno kwamba Derrick, utanisamehe kwa maana kwa hicho ambacho unachokwenda kukifanya sio kitu kizuri, lakini utanisamehe. Hayo ni maneno ambayo ilikuwa yakiongelewa na yule mtu ambaye alikuwa kwenye gari, na nia yake ilikuwa ni kwamba alikuwa anataka amgonge Derrick, yani amgonge na gari. Lakini kwa bahati nzuri Saili aliweza kuepusha lile, yani Saili alimpush Derrick pembeni na ile gari ikapita, na yule mtu alikuwa amezamilia kabisa yani kumuondoa Derrick. Asingekuwa Saili, basi tungekuwa tunaongea mambo mengine. Kwa hiyo hapa ndipo naweza nikasema kwamba kwa upande mwingine Derrick ana uwezo ama ameanza kuona umuhimu wa Saili, japokuwa siku zote anamchukulia poa kwamba ni mentobolity, yani hamna kitu.